Naam, habari ya usiku huu. Shukrani sana kwa kuungana nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Mabingwa wa soka Tanzania Young Africans wameondoka mchana wa leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam kwenda nchini Algeria kuvaa wenyeji wao JS Kabylie kwenye mchezo wa pili kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika utakaochezwa Novemba 28 mwaka huu saa 1 kamili jioni na kuonyeshwa mbashara katika chaneli ya Azam Sports 1 HD. Young Africans imeondoka na morali kubwa baada ya kushinda mchezo wa kwanza wa nyumbani dhidi ya AS FAR Rabat ya kule Morocco, ikiwa ni mara yake ya kwanza kushinda mchezo wa kwanza hatua ya makundi tangu walipofuzu kwa mara ya kwanza mwaka 1998. Akizungumza muda mfupi kabla ya kuanza safari hiyo, makamu wa rais wa klabu hiyo Arafat Haji amesema kwa upande wao wa uongozi wameshafanya maandalizi yote ya msingi ili kuhakikisha timu inafanya vizuri kwenye mchezo huo ugenini. Tunakwenda ugenini Algeria. Algeria sio sehemu nyepesi, tuna kumbukumbu nayo nzuri na mbaya nzuri, lakini tunakwenda tukiwa tumejiandaa na tukitambua kwamba haitakuwa rahisi. Tuna kazi ya kufanya. Kabylie wamepoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Al Ahly, wanatamani nao kurudi kwenye mashindano, na sisi tumepata matokeo lakini tunataka tuende mbali zaidi. Kwa hiyo tumejiandaa, timu yetu inaondoka mapema leo tarehe 25 ili tuweze kupata muda wa kutosha kuzoea mazingira. Tunatambua kule hali ya hewa itakuwa ya baridi, kwa ni vyema tukawahi ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya tarehe 28 mchezo unaofuata. Lakini ni mchezo ambao utakuwa mgumu, lakini kwa kuwa sisi tumeshacheza mashindano haya kwa misimu mitatu mfululizo, tuko tayari, tunaelewa maandalizi yake yanahitaji nini na sisi tujiandae kwa hali gani. Wachezaji wetu, walimu wamejiandaa na sisi kama viongozi tuko nyuma yao. Na hii inaongeza morali kiasi gani kupata alama 3 mchezo wa kwanza kuelekea mchezo wa pili? Tangu uongozi wetu uingie kwenye madaraka hatujawahi kupata alama 3 katika mchezo wa kwanza, kama aidha katika mashindano ya kombe la shirikisho ama kombe la klabu bingwa. Kwa kwetu hii ni hamasa kubwa sana, inaongeza chachu na hamu ya kutaka tushinde katika kila mchezo inayofuata. Kwa tunakwenda Algeria kuhakikisha kwamba tunakwenda kukusanya alama ambazo tutaweza kuzipata pale. Wakati anaendelea, kwa upande wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, yeye amesema kuwa wameondoka mapema kwenda Algeria ili wazoee hali ya hewa ya huko ambayo kwa sasa ni baridi kali, hivyo kama watazembea inaweza kuwaathiri wachezaji wao kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie. Bila shaka watakuja na nguvu kubwa kwenye mchezo wao nyumbani waweze kupata matokeo mazuri kwenye kundi. Hiyo dhamira yao ya nguvu kubwa kushinda ndio dhamira ya Young Africans vile vile. Jambo la kuhakikishia mashabiki wanachama wa klabu yetu, tunakwenda kupambana. Kundi ni gumu, tunakwenda kupambana. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah. Ili kundi kila mechi ni pressure. Hata tuliocheza New Aman Complex ilikuwa na pressure. Na hii tunakwenda away na pressure. Ila hii pressure yake imeongezeka kwa sababu sisi tunataka zaidi, wenzetu wanataka ushindi wa kwanza. Kwa hiyo mechi haitakuwa nyepesi. Ni mazingira ya hali ya hewa. Algeria ukiangalia sasa hivi baridi ni kali sana, kwa lazima ngatu tupate siku 3 ili kuwe na adaptation ya wachezaji mili yao na hali ya hewa. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe. Baada ya kuanza kwa kichapo cha goli 1-0 katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Atletico ya kule Angola hapo jana, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameisema huu sio muda sahihi kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kutupiana lawama, bali ni kujipanga upya kuelekea mechi zijazo, wakianza na ile ya Novemba 30 ugenini dhidi ya Stade Malien ya kule Mali. Kwanza lazima tukiri ni matokeo mabaya sana ambayo tumeyapata, na ni miaka mitatu Simba Sports haijawahi kupoteza katika dimba la Benjamin Mkapa. Mwaka wa mwisho Simba kupoteza katika uwanja Benjamin Mkapa ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka 2023. Tulicheza dhidi ya Raja Casablanca kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Mechi ya kwanza kama ya jana dhidi ya Petro tukapoteza kwa mabao 3-0. Kwa unaweza kuona kutoka 2023 mpaka 2025 mnyama tumekuwa na consistency ya kupata matokeo ya ushindi katika dimba la Benjamin Mkapa. Na kwa bahati mbaya jana mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu.
mpinzani wetu akatumia nafasi hiyo na kupata ushindi. Ni matokeo ya kuumiza kwa sababu wote tunafahamu michuano hii ya Afrika ni lazima ushinde kwenu. Kwa hiyo kwa Simba kupoteza mchezo huo nyumbani, maana yake ni kwamba imetengeneza disappointment kubwa kwa mashabiki wetu. Lakini tulijiwekea matumaini makubwa na tukawekeza nguvu kubwa ya kushinda nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, lakini mambo yamekwenda tofauti. Kupoteza mechi yetu na Petro, mechi ya kwanza, kusitutoe kwenye reli, kusituyumbishe, kusituvuruge wala isitufarakanishe. Badala yake tuangalie mechi ile tumekosea wapi, tujipange upya, twende tukawakabili Stade Malien katika mchezo wa pili. Hii iliyopotea tayari imeshapotea. Hata tukiongea vipi, hakuna kinachoweza kurudi nyuma. Tunachoweza kukirekebisha ni mechi 5 za mbele. Hizi ndizo ambazo tuna uwezo wa kuamua tunataka tupate nini katika mechi hizi, na sio kuanza kujutia, kulaumu na kulia kile ambacho tumekipoteza. Wakati huo Ahmed Ally amethibitisha kwamba kikosi chao kitaondoka Alhamisi alfajiri kuelekea nchini Mali kupitia Addis Ababa, Ethiopia. Mara baada ya mchezo wetu wa jana dhidi ya Petro di Luanda, leo wachezaji wamepata mapumziko, na kesho Jumanne kikosi kinarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza programu ya maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kikosi kinataraji kuondoka katikati ya wiki hii. Tutakuja kuwatajia tarehe rasmi, lakini maandalizi yote na utaratibu wote wa safari kama tiketi na visa vyote vimeshakamilika. Tunasubiri tu tarehe rasmi tuje tuwatangazie wanasimba. Na kikosi kinaondoka Alhamisi alfajiri kuelekea huko Mali kwa ajili ya kumenyana na wapinzani wao mchezo unaofuata hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Muda ungana na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkidi tuweze kusikia kutoka kwake. Philip, karibu. Mambo yanaenda? Safi. Tuko vizuri. Fresh kabisa. Sio? Safi, mambo yanaenda. Nipitishe kwa haraka kwenye matokeo haya ambayo tayari wengi wanayafahamu, lakini Young Africans ilipata ushindi moja kwa bila dhidi ya AS FAR. Simba alipoteza nyumbani na ndio timu pekee pasina shaka alipoteza dhidi ya Petro Luanda, lakini usisahau kwamba Sierra Belouizdad walipata ushindi magoli 2 kwa bila dhidi ya Singida Black Stars. Manyema Union wao walipata ushindi magoli 2 kwa bila dhidi ya Azam FC. Tumeziangazia timu 4 ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye anga za kimataifa. Tukianza na kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba, tumetoka kumsikia hapo Ahmed Ally amesema kilichopotea tayari kimekwisha potea. Waachane nacho, waangalie kile ambacho hawana kwa sasa kwa ajili ya kukiongeza kwenye kibubu chao. Hii tafsiri yake ni nini hasa kuelekea kwenye umuhimu wa mechi 5 ambazo zimesalia kati ya 6 za makundi ikiwemo moja waliopoteza? Nafikiri tafsiri ni kufocus kwenye michezo ile ubaki. Hii wameshapoteza, hawana jinsi. Simba ni mechi ya 4 mfululizo nafikiri hajashinda kwenye uwanja wa Mkapa mpaka sasa hivi, ambao ni base yake ambayo alikuwa anatumia muda mrefu. Kwa hiyo tayari ameshapoteza hiyo mechi, lazima sasa hivi focus kwenye mechi nyingine, kwa sababu mara nyingi kwenye michuano hii ukipoteza pointi nyumbani lazima ukazitafute ugenini. Kwa hiyo sasa hivi anakwenda ugenini, lazima atafute pointi 3 ugenini ili aweze kufidia hizi ambazo amezipoteza nyumbani, kwa sababu hapo nyuma ukiangalia base ya Simba ilikuwa nyumbani, sehemu ambapo alikuwa anakusanya pointi 9, anaenda kutafuta 2 au 3 ugenini, zinamfanya anafuzu kwenda hatua ya robo finali. Sio? Haya. Hizi ni mechi ambazo zinafuata, zitakujia live kwenye kisimuzi cha Azam TV, na hii ngoma itakuwa ni kuanzia tarehe 28 au 30 hapo katikati na mwezi Novemba, mwezi wa 11. Rivers United wao watakuwa mzigoni dhidi ya RS Berkane, lakini Power Dynamos wao watakuwa mzigoni dhidi ya Pyramids. Hizi ni mechi ambazo utapata wasaa wa kuzishuhudia moja kwa moja kwenye kisimuzi chako cha Azam. Lakini usisahau kwamba AS FAR Rabat ya Morocco watakuwa mzigoni dhidi ya Al Ahly, na tuna taarifa hapa kuhusiana na Al-Shenawi. Salia papo, tutakuja kujuza hapo baadaye. JS Kabylie wao watakuwa mzigoni dhidi ya Young Africans. Hili ni kundi B ama baba, tarehe 28 hadi 30. Mechi zote hizo tutazishuhudia moja kwa moja kwenye kisimuzi cha Azam TV. Lakini ukiacha hilo, mechi zingine ni kama ambavyo unaona ni kundi C, MC Alger tarehe hizo 28 mpaka 30 wao watakuwa mzigoni dhidi ya Mamelodi Sundowns. Mechi ya maana sana hii, lakini usahau pia kwamba Saint Lolo Lupopo kutoka kule Congo DR watakuwa mzigoni dhidi ya Al Hilal, miongoni mwa mechi za maana sana. Na sasa tutazame kundi D baada ya kutazama kundi C. Petro Atletico wao watakuwa mzigoni baada ya kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba, watakuwa nyumbani wakiwakaribisha Esperance. Esperance bana ameshangaza wengi, mechi yake ya kwanza amebanwa mbavu vizuri, akaondoka na alama moja pekee. Lakini Stade Malien wao watakuwa mzigoni dhidi ya Simba, na ngoma itakuwa ni tarehe 28 hadi 30
hapo katikati. Mechi zote hizi zitakujia moja kwa moja kupitia kisimuzi chako pendwa kabisa cha Azam TV. Huni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Nimetoka kukujuza namna ambavyo ratiba itakuwa kwenye kisimuzi cha Azam kwenye mechi ambazo zinafuata na tumezitazama japo kwa uchache. Bana, Simba anarejea tena, lakini ni katika sasa mchezo ambao atacheza ugenini. Nafikiri ni mechi ngumu. Sio mechi laini kwa Simba kutokana na aina ya timu wanaenda kucheza nayo, lakini pia kiwango ambacho walionyesha jinsi walivyocheza na Esperance de Tunis. Ukizitaja timu 5 bora, Esperance de Tunis ni moja kati ya timu zile ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo Simba hawezi kwenda akiwa anaamini ya kwamba ni sehemu ya kwenda kuchukua pointi kirahisi. Kikubwa anachotakiwa kufanya ni kufocus ya kwamba lazima afanye vizuri ili angalau kurudisha ile imani ambayo mashabiki wao wanayo. Na uzuri wa hapa ni kupata sare ugenini kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika sio kosa. Lakini ukipata ushindi kinakuwa ni kitu kizuri zaidi ambacho kinaweza kukuongezea nguvu kubwa zaidi ya kufika kwenye ile njia ya kwenda hatua ya robo finali. Mtu mtazame Young Africans na yeye anakipiga dhidi ya JS Kabylie na ni mechi yake ya pili baada ya kutoka na ushindi nyumbani. Yupo ugenini ni Algeria. Hali ya hewa ni tofauti na Dar es Salaam. Tumeona Singida Black Stars walicheza mechi ilikuwa ni nyakati za baridi sana. Nafikiri ndio maana wamewahi kwenda mapema. Unajua mwalimu alishalizungumza akasema wanaenda mapema ili waweze kuzoea ile hali ya hewa ya kule. Kule wanasema kuna baridi kali sana na huku kuna joto, lakini pia safari ni ndefu ya kutoka Dar es Salaam mpaka kufika kule. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri. Wakipata siku 2 siku 3 hali ya hewa inaweza ikawa na faida zaidi kwao kwa sababu watakuwa miili itakuwa imeshaanza kuzoea. Lakini kingine kikubwa ni kwenda kuzoea yale mazingira halisi ya ule mji ambao mnaenda kuchezea kwa sababu sio mji ambao wenyewe wanaishi hapo. Wenye jondo wanaishi hapo. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwenda mapema. Nafikiri ni kitu kizuri sana wamekifanya. Na hiyo inaweza ikawasaidia kupunguza ile pressure kuelekea ile siku ya mchezo wenyewe. Sio? Haya, hebu tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa maana ya Facebook na Instagram. Swali letu lilikuwa linahoji CAF Champions League na CAF Confederation Cup, Yanga ni timu pekee kutoka Tanzania iliyoanza na ushindi. Una ushauri gani kwa timu zote kuelekea mechi zinazofuata? Swali lilikuwa nauliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia sasa kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii tukianza na Instagram. Azam TV Sports Christopher Sule anasema kutoka Bashneti, mimi ni Yanga lakini nashauri vilabu vyote visikate tamaa. Ukiona mwanzo mgumu ujue kuna matunda mbele. Waache kulaumiana, kilichobaki ni kupambana. Lakini ukiacha hilo pia miongoni mwa mengine ambayo yameandikwa kwenye ukurasa huo wa Instagram wa wadau wetu mbalimbali, anajiita Jericho Joel anasema kutoka Tanga, na shauri timu nyingine za Simba, Azam na Singida kupambania nembo za klabu zao. Na pia kwa kombe la shirikisho warudi nyumbani, inabidi wajitahidi kupata walau alama 3, ila kwa Simba wawe na umakini tu ugenini. Azam TV burudani kwa wote 100%. Akimaliza hivyo kwambia asante sana. Lakini Gaspar Mtega anasema hongera sana kwa Young African Sports Club na pole pia kwa wote waliopoteza. Kikubwa wa focus na next games zilizopita waachane nazo. Kila timu ni nzuri na ina uwezo wa kuchukua pointi 3 popote pale. Ni maoni haya kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie Facebook sasa. Matete Magesa anasema wa Mwanza Ukerewe, naipongeza sana Yanga kwa kwanza vizuri, pia walionyesha mchezo mzuri na wenye kasi ya kuvutia. Wajitahidi pia mechi zinazofuata. Anasema timu zilizoanza vibaya zisikate tamaa kwani bado ipo nafasi ya kufanya vizuri. Kikubwa watazame ni wapi walipofanya makosa na kuyaweka sawa kwenye mechi zijazo. Francis Milanzi wa Butiama Mara anasema wakumbuke kuwa hii ni ligi tofauti na ligi yetu ya ndani. Wachange vizuri karata zao, wahakikishe wanatumia vizuri nafasi wanazopata uwanjani. Waache mihemko. Pili, unaweza kushinda popote nyumbani au ugenini. Makocha acheni kujaribisha vitu ambavyo una uhakika. Ligi ni mechi 6 tu. Haya, Ismail Saki wa Mandewa Singida anasema wasikate tamaa, mpira unachezwa popote, wajipange walikokosea, wabadilike. Mechi zijazo wanaweza kupata matokeo mazuri. Hongera sana Young Africans. Hata hivyo, Yanga isibweteke na ushindi huu. Bado kazi ipo mbele. Ili kundi la Yanga ni balaa kweli kweli. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wa Facebook, na pasina shaka pengine unaweza ukatudodosa labda kuna ambacho umeengamua kwenye maoni hayo. Mashabiki wote ukitazama bado wana imani na timu zao. Na kikubwa hakuna shabiki ambao ameizungumzia timu moja. Hata Yanga iliyoshinda bado
mashabiki wameona ya kwamba bado ina kazi ya kufanya ili kuhakikisha kwamba inaenda hatua ya robo finali, ambapo ndo kitu bora. Nafikiri ni ushauri mzuri zaidi wa hizo klabu zote kuchukua. Lakini kuna mmoja amezungumza kuhusiana na kujaribu vitu, yuko sahihi ya kwamba sio sehemu tena ya kujaribisha kikosi au kumjaribisha mchezaji kwenye mashindano haya. Sio. Yeah. Shukrani sana Philip. Tutaona saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho tumejuzana hapa. Kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC tayari kipo visiwani Zanzibar, ambapo kimewasili asubuhi ya leo kikitokea mjini Kinshasa nchini Congo DR. Azam FC ilianza safari jana usiku baada ya kumalizika kwa mechi yake ya ufunguzi kundi B kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo walipoteza kwa magoli 2-0 mbele ya mwenyeji Manyema Union. Na ujio wa Azam FC visiwani humo pasina shaka kuna ashiria mwanzo wa maandalizi kuelekea mchezo wao wa pili watakao uialika Wydad Athletic Club Ijumaa hii kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani humo. Matajiri hao rasmi wameuchagua uwanja wa New Amani Complex kuwa ni uwanja wake wa nyumbani kwa mechi zote za kombe la shirikisho Afrika watakazocheza, wakianza na ya Wydad kabla ya kuwakaribisha Nairobi United na baadaye Manyema Union visiwani humo. Baada ya kidogo tutaungana na afisa habari wa klabu hiyo kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwake baada ya timu hiyo kuwasili, lakini kwa sasa tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Kundi la kwanza la wachezaji wa Singida Black Stars limewasili nchini leo alfajiri kutoka nchini Algeria, ambako kilipoteza kwa magoli 2-0 mchezo wa makundi kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya mwenyeji CR Belouizdad, huku kundi la pili likiwa linasafiri muda huu kurejea Dar es Salaam kupitia Istanbul, Uturuki. Afisa habari wa timu hiyo Hussein Masanza, ambaye pia yupo kwenye kundi la pili, amezungumzia safari hiyo ikiwa ni pamoja na ratiba itakavyokuwa kuelekea kwenye mchezo wa pili hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, mchezo ambao utachezwa Novemba 30 mwaka huu na saa 1 kamili za jioni utakuwa live kwenye kisimbuzi cha Azam moja kwa moja kutoka New Amani Complex visiwani Zanzibar. Tumefanikiwa kuondoka salama nchini Algeria na tuko njiani kurudi nyumbani Tanzania, ikiwa ni awamu ya pili. Kikosi cha kwanza kilitangulia jana, ikiwa ni msafara wa baadhi ya nyota wetu pamoja na benchi la ufundi na viongozi wachache, na leo kundi lilobaki limefanya safari kutoka mjini Algiers nchini Algeria kurudi nyumbani Tanzania. Tunatarajia kuwasili majira ya alfajiri ya Jumanne, yani kwa maana usiku huu tutasafiri kutokea hapa nchini Uturuki, ambapo tutaunganisha ndege kurudi moja kwa moja nyumbani nchini Tanzania na timu itafikia Dar es Salaam. Baada ya Dar es Salaam, ratiba itakayokuwa mbele yetu ni kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utachezwa tarehe 30 mwezi Novemba katika uwanja wa New Aman Complex, na tutacheza dhidi ya Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Kila kitu kimeenda sawia, hakuna changamoto yoyote. Safari japo ni ndefu, lakini tumefanikiwa kuondoka wote bila kuwa na dharura yoyote ya mchezaji yoyote kupata changamoto ama kiongozi ama staff yoyote wa benchi la ufundi. Na hapa na ripoti moja kwa moja nikiwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Uturuki. Mjumbe wa bodi ya ukurugenzi wa klabu ya Simba, ambaye pia ni mwanachama mwandamizi na mfadhili wa zamani wa klabu hiyo Azim Dewji, amesema kuanza vibaya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika si sababu ya kukata tamaa, bali ni kujipanga vizuri zaidi ili kutimiza malengo. Hivyo wana Simba wanapaswa kuwa watulivu wakati huu wanarekebisha mapungufu yao. Nimesikitika kufungwa, lakini kwa njia moja nyingine nafurahi kwamba tuliweza tukacheza vizuri. Na si ajabu kwamba tukienda kwenye mechi ya marudiano na wao tutashinda. Hapa tunachozungumzia zinakuaga na mechi 6 kwenye jumla ya pointi 18. Kwa hiyo tumepoteza pointi 3. Bado safari haijaanza, ndio kwanza imeanza. Ni vizuri kwamba tunaweza kupata, lakini sidhani kwamba kuna timu yoyote kwenye miaka za hivi karibuni, zamani sijui kwamba walizipata pointi zote 18 wakiwa wanaongoza kundi, ambayo wanaongoza kundi ni pointi 13. Hata mwaka jana tulikuwa na pointi 13, sio kwamba tulikuwa na pointi 18 zote. Kwa hiyo mashabiki naomba msiwe na jazba, msiwe na vitu ya kukata tamaa. Safari bado ni ndefu. Mungu akijalia tutafika.
Wakati huo mashabiki wa Simba wamesema kuanza vibaya hatua ya makundi ni matokeo ya mpira, lakini wanaamini benchi la ufundi litafanyia kazi mapungufu yaliyo kwenye kikosi hicho. Mfano kama ukiangalia hata mechi yetu, kwa nini tulipoteza mchezaji kama Propera Machine, uwezo wake Maurice Abraham alicheza vizuri. Ukiangalia kipindi cha kwanza alikosa goli, iligonga nondo tuliona, hata kipindi cha pili ulimuona Kibisa wale Drill Machine naye alikosa goli, yeye na goli akakosa goli la wazi. Pamoja kwamba tulikosa magoli ya wazi, najua kabisa technical bench watafanya mapungufu, watafanya marekebisho. Kwa hiyo hata sababu zenyewe hazikuwa rafiki kama ulivyoona, unapomuingiza Jonathan Soa, unapomwacha kiungo wa kumlisha inakuwa tabu kidogo. Lakini wale wote kwa wote ninachoambia tu na Simba zangu, dua zetu na sala zetu, mechi ya pili na mechi bado haijaisha, mechi bado hazijaisha, mechi bado ziko nyingi. Tumefanya makosa, lakini na imani kabisa hatutorudia tena makosa. Sehemu yoyote unapoenda kushindana unatakiwa una kitu kinachoitwa tolerance, kwa sababu mpira sawa pale ni washindani wawili wanapambana, lakini mshindi anatakiwa huyu mmoja. Kwa hiyo aidha ipatikane sare au ipatikane suluhu au mmoja ashinde. Kwa hiyo katika mchezo wa mpira kitu kikubwa kinachotakiwa watu tuwe na uvumilivu. Ligi wenyewe wanasema ni marathon. Umepoteza hapa, unaweza ukaja ukapata mechi inayofuata ugenini ukapata ushindi ukalikava zile za Dar es Salaam. Imewahi kutokea Simba alifungwa na Raja Casablanca goli 3 hapa. Tukaenda tukamfunga Vipers nje ndani. Tukalikava and then tukaenda robo finali. Kwa hiyo wana Simba usikate tamaa. Jana tumemaliza mchezo salama, lakini ni mchezo ambao hatukupata matokeo kwa matarajio ya wengi, hawakutarajia hivyo. Lakini hiyo ni funzo kwa kila mmoja. Katika mpira tusiwe tuna ile wanasema high expectation, matarajio makubwa kuliko uhalisia. Uhalisia wa mpira, mtu anavyoenda mpirani ategemee vitu vitatu: aidha timu ishinde, ipate suluhu, sare au ifungwe. Na jana tumepata tokeo mojawapo kati ya hiyo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, watu wapunguze matarajio makubwa kuliko uhalisia wa mpira jinsi unavyosema. Nao mashabiki wa Young Africans wamesema gari limeshawaka ligi ya mabingwa barani Afrika, huku wakitamba kufanya vizuri katika mchezo wa pili Novemba 28 mwaka huu dhidi ya wenyeji JS Kabylie. Tunamshukuru Mungu kwa kupata pointi 3 nyumbani. Kwa hiyo lengo letu kubwa kwa sasa sisi mashabiki ni kuiombea timu yetu, wachezaji wawe na afya bora wanavyoenda huko kwenye mechi ya away, wapambane ili waweze kushinda. Kundi gumu ndio maana wakapangiwa na sisi wagumu wenzao. Kwa hiyo tunaendelea kupambana hivyo kiugumu kuhakikisha tunatoka na pointi, tupate hata 9 zinatutosha, zitakuwa nyingi sana. Tumekuja kuongezea morali na hamasa kuelekea huo mchezo, kwamba wasijisi wako peke yao. Mashabiki wa Yanga tuko kwenye mioyo yao, tunaombea dua katika kila wakati ambao wao watakuwa safarini mpaka kufika Algeria kwenda kupambana na JS Kabylie. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie, awajazie nguvu wachezaji wetu, awaongezee maarifa ili mradi tuweze kushinda mchezo huu iwe rahisi kwetu. Unaposhinda mchezo wa kwanza ukajiandaa vizuri kwenye mchezo wa pili ukapata matokeo, inakuwekea confidence ya kwenda kuqualify kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo pengine huo mchezo muhimu kwa timu yetu na sisi mashabiki. Umeona tumekuja hapa airport kuisindikiza timu kwa sababu tuna shauku ya kuona Yanga wanaenda kufanya kitu Algeria. Na Algeria, Yanga si wageni, tumeshashinda Algeria pale katika mchezo wa finali. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa na tunaendelea kuongeza dua kwa ajili ya timu yetu, na nadhani mimi Algeria tukikosa sana tutapata alama moja. Nayo ligi ya mkoa wa Dar es Salaam kumtafuta bingwa atakayewakilisha mkoa huo kwenye ligi ya mabingwa mikoa ambayo imeanza leo kwa shamra katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Katika mchezo wa ufunguzi uliovuta hisia za mashabiki wengi, Dream Soccer City wamepata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Bala FC. Kaimu katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF Oscar Mirambo amehudhuria sherehe hizo za ufunguzi, huku mwenyekiti wa soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA akijivunia kuanza kwa ligi hiyo. Tunaongelea ligi ambayo itakuwa na timu 28, sio? Kwa hiyo unaweza ukaona ni wachezaji wengi kiasi gani ambao watapata muda wa kucheza, kitu ambacho ni muhimu sana kwenye development ya mpira wa miguu. Na kwa hivyo naamini wachezaji kwa nafasi ya mchezaji mmoja ni platform ambayo ni ya muhimu sana, kwa sababu haya mazingira ndio ambayo yanaweza yakawatambulisha wao kwenda kwenye hatua ambazo zinafuata. Kama tunaongelea ligi ya mkoa wa Dar es Salaam,
tunataka kuwaona kwenye ligi ya mabingwa, tunataka kuwaona kwenye first league, tunataka kuwaona kwenye championship na baadaye tunaweza tukawaona kwenye premier level. Kwa hiyo mchezaji ambaye anapita kwenye huo mchakato ni mchezaji ambaye obviously hata akija kwenye level ya juu atakuwa na consistency kwa sababu tayari anakuwa amesha accumulate experience ya kutosha. Kwa nini? Kwa sababu amepata game time ya kucheza kwa kiasi kikubwa. Jambo la muhimu kwanza tumeelekea jinsi ya kuboresha ligi, na ndio maana unaona tuzinduzi tumeamua kufanya katika uwanja mkubwa huu wa Azam Chamazi hapa, lakini wingi wa timu zimeongezeka. Sasa hivi tuna jumla timu 28 katika ligi yetu ya mkoa wa Dar es Salaam. Kuona jinsi gani timu zimeongezeka katika mkoa, na nzuri zaidi ni ligi ambayo tumeangalia sana vijana ambao ni under 20. Tumekubaliana kama hao vijana ndio wacheze hii ligi kwa ajili ya mkoa wetu wa Dar es Salaam, ili tuweze kupata wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwakilisha katika mashindano mengine ambayo yanafanyika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tumekamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, lakini tutakuwa tuna nusu saa nyingine ya pili hapo baadaye. Na tutakaporejea, miongoni mwa yale ambayo tunayo mezani kwenye mshike sehemu ya pili ni pamoja na haya. Golikipa wa kutegemewa wa Al Ahly Mohamed El Shenawi huenda akaikosa AS FAR Rabat ya Morocco. Na kocha wa KMC Masho Maximo kujiuliza mbele ya Mtibwa Sugar ligi kuu NBC hapo kesho. Huu ni mshike, ile kwa nasi usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Bado burudani zinaendelea kujia moja kwa moja kupitia kisimuzi cha Azam TV, na weekend hii miongoni mwa ambayo utashuhudia ni pamoja na ratiba ya mchezo wa mpira wa miguu ambayo itakujia kupitia kisimuzi cha Azam TV kunako kombe la shirikisho. Huko utapata wasaa wa kuona mengi ambayo yanaendelea. Nikukumbushe tu kwamba kombe la shirikisho barani Afrika bado linaendelea, Tanzania ikiwakilishwa na timu mbili, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Bana, hivi ndivyo ratiba itakavyokuwa kuanzia Novemba 28 mpaka 30. AS FAR Rabat ya Morocco watakuwa mzigoni dhidi ya Al Ahly. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia JS Kabylie wao watakuwa mzigoni dhidi ya Young Africans. Hii ni ratiba ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na mechi zote hizi kumradhi utazishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam TV katika chaneli zetu za michezo Azam Sports 1 mpaka Azam Sports 4. Lakini mbali na hizi mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, utapata wasaa pia wa kuzishuhudia timu kutoka kombe la shirikisho barani Afrika ambazo zinashiriki michuano hii. Kwani mbali na hapo, mechi zingine kubwa hapo kesho ni pamoja na MC Alger ambao watakuwa mzigoni dhidi ya Mamelodi Sundowns. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati Central Lupopo wao watakuwa mzigoni dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka kule Sudan. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika, na hizi ni baadhi ya mechi ambazo utazishuhudia moja kwa moja kupitia kisimuzi cha Azam TV. Lakini ukiacha hilo, mbali na kwamba mechi hizi zote utazishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam TV, michezo mingine mikubwa ambao utapata wasaa wa kuishuhudia ni pamoja na MC Alger. Pasa shaka ni ile ambayo itakuwa mzigoni weekend hii. Nikukumbusha una wasaa pia wa kuendelea kufuatilia michezo hii, na kama ratiba itakuwa imekucheza kidogo ama umesahau, basi kisha unakaa karibu na channel zetu ama tunasema kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Instagram. Huko huwa tunaposti ratiba yote ya michezo yote mikubwa ambayo unapata wasaa wa kuishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam. Sasa nimekujuza hapo awali kwamba ratiba inaendelea kama kawaida. Ligi ya mabingwa ni Simba na Yanga wanawakilisha, kombe la shirikisho ni Singida Black Stars na Azam FC. Tumetoka kumtazama hapa Hussein Masanza, tumezungumza naye na kusikia kikosi kilipofikia. Yupo kwenye kundi la pili la wanaorejea baada ya kutoka kucheza mchezo dhidi ya Sierra Belouizdad. Muda huu nizungumze sasa na afisa habari wa kikosi cha Azam FC Hashim Ibwe kuweza kusikia kutoka kwake. Ibwe, kwanza poleni kwa kupoteza mchezo wa kwanza hatua ya makundi kombe la shirikisho, na nimeona mmesafiri moja kwa moja mpaka visiwani Zanzibar. Mechi ni weekend hii Ijumaa, mna siku kama 3-4. Mmeona mwende moja kwa moja. Basi na shaka ni maandalizi mazito kuelekea mchezo unaofuata, sio? Yeah, bila shaka Kennedy pamoja na watazamaji wa mshike viwanjani. Imekuwa ni siku mbaya kwenye mchezo wa kwanza ambao tumecheza. Tumekutana na timu ambayo kama ambavyo niliwahi kuzungumza awali kwamba kila mtu anamzungumzia Wydad, kila mtu anamzungumzia pengine Nairobi, anaizungumza Azam FC, lakini pia wasisahau hizi timu mbili za AS Maniema Union pamoja na Nairobi United ni miongoni mwa timu nzuri sana ambazo zinaweza kufanya surprise muda wote. Na kusema kweli jana tulicheza vizuri zaidi. Tulikuwa na wakati bora, tumeshambulia sana, lakini kwa counter attack mbili ambazo wamezifanya wenzetu ndio hizo ambazo zimewapa faida wakiwa nyumbani, na kuna vitu vingi sana ambavyo
tumejifunza. Kwa hiyo sisi binafsi hivi ambavyo tunazungumza, kikosi kiko hapa nyumbani Tanzania, kule Tanzania visiwani, tuko Zanzibar tayari kwa ajili ya kuelekea michezo hiyo ambayo inafuatia. Mchezo dhidi ya Wydad ni mchezo mgumu, na hasa ukizingatia kwamba mwenzetu ameanza pia na mguu mzuri wa kulia baada ya ushindi mbele ya Nairobi United. Kwa hiyo sisi tutawakaribisha, tunawaalika mchezo wao tarehe 28. Hatutacheza kwa kuchukulia mzaha kwenye mchezo wowote. Tunajua ni mashindano magumu, tunajua ni nyakati ngumu ambazo kila mtu pengine anatamani kuiona club ikiwa inafanya vizuri, lakini as a club kuna kitu ambacho tumejifunza kwenye hatua ya kwanza kabisa dhidi ya Maniema, na hivi ambavyo tunazungumza tunaenda kwenye mchezo wa pili tukiwa kwenye ubora sana, na inshallah tunahakika kwamba tutajipanga na tutafanya kitu kizuri pia. Umezungumza na benchi la ufundi pengine na wachezaji baada ya mchezo, of course walikuwa disappointed sana baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, lakini unapozungumza nao wana mpango gani maalumu kuhakikisha wanakuwa na mchezo mzuri, mchezo dhidi ya Wydad? Kwa sababu ukiacha AS Maniema, miongoni mwa wapinzani wazito ambao wanazungumzwa sana, sio kwenye kundi lenu tu, kwenye michuano ya kombe la shirikisho, ni pamoja na huyu ambaye mnakwenda kukutana naye weekend hii. Kennedy, Wydad sio timu mbaya, ni timu nzuri sana na ni timu kigogo ambayo inapewa nafasi ya upendeleo kufanya vizuri. Nafikiri wamethibitisha kile ambacho watu wamekuwa kikizungumza juu yao kwanza kwenye mchezo wa kwanza, ushindi wa magoli 3, wao ndio vinara wa kundi kama ambavyo tunazungumza. Maniema wako kwenye nafasi ya mwisho kabisa wakati huu ambao pia tunazungumza kwamba Maniema wako nafasi ya pili, lakini Nairobi wao wanashika nafasi ya mwisho kabisa. Pamoja na kupoteza, maana yake tumefungwa idadi ndogo ya magoli, tuko nafasi ya 3. Bado chochote kinaweza kubadilika kwenye hili kundi kama ambavyo nilizungumza awali. Wydad kama Wydad sio timu nyepesi kukabiliana nayo, na hasa ukizingatia kwamba wao wameshaanza kucheza mechi zao za ligi na mchezo wa kwanza huu wa hatua ya makundi wamefanya vizuri. Maana yake kuna morali ndani ya timu yao ambayo itawafanya wafanye vizuri. Benchi letu la ufundi, kusema ukweli, niwe muwazi tu kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye alipendezwa na kile ambacho kilitokea jana, kwa sababu timu ambayo inacheza vizuri, timu ambayo inashambulia sana, unategemea kuiona hiyo timu ikiwa ndio timu ambayo ina secure alama. Na wakati tunatoka Dar es Salaam tulizungumza kwamba tunaijua hii timu, tumeiona ikicheza, tumefanya assessment. Endapo tutashindwa kupata matokeo ya ushindi moja kwa moja kwenye mchezo huu dhidi yao, basi tusiangushe alama za kufanya tumepoteza mchezo. Lakini kilichotokea kilikuwa ni nje ya vile vyote ambavyo tulikuwa tumeafiki kuviona, tulikuwa tumekubaliana kuvifanya, lakini wanasema ukianguka ukainuka tena halafu ukalianza jambo, hauwi mtu ambaye anaanza upya, bali unakuwa ni mtu ambaye anaanza kutokana na uzoefu. Benchi letu la ufundi halijapendezwa kabisa hata kidogo na kilichotokea, na ndio maana tunaweka nguvu nyingi zaidi ili kujitutumua mbele ya Wydad. Tunajua wao ni favorite, sisi ni underdog, lakini wanafikiria, na nadhani inawezekana pia tukawashangaza watu tukiwa tunacheza mchezo wetu wa kwanza kabisa uwanja wa nyumbani. Tutawashangaza watu tukiwa tunacheza mchezo wa kwanza nyumbani. Ni maneno ya mwisho ya Hashim Ibwe nikizungumza. Na bana, shukrani sana, tutapata saa mwingine kujadili mengi zaidi mbeleni. Ni msemaji wa Azam FC Hashim Ibwe, na nimenukuu hapo maneno yake mwisho. Huenda wakatushangaza weekend hii. Mechi hiyo itakuwa live kwenye kisimuzi chetu cha Azam. Natakiwa kufanya ni kuhakikisha kisimuzi chako kinapumua siku hiyo ama kimelipiwa ili uweze kushuhudia mchezo huo. Turejee nyumbani sasa na kuendelea kuangazia ligi kuu NBC kuelekea mchezo wa kesho. Ligi kuu NBC, kikosi cha watoza ushuru wa Manispaa Kinondoni ama KMC kimejinasibu kuwa kimejiandaa vizuri kwa kabili wapinzani wao Mtibwa Sugar, huku wakisema kuwa wameboresha kikosi chao katika uwanja wa mazoezi. Asilimia 25 ya ligi imemalizika na tuna asilimia 75 za kucheza. Pia baada ya Disemba 4 tutakuwa na kipindi cha mapumziko ambapo tutaweza kurekebisha, na matarajio yetu tutafanya vizuri katika ligi hii. Tunajaribu kubadilisha mfumo na wachezaji. Ni muhimu kusema kuwa kikosi chetu hakikati tamaa. Nakumbuka kipindi nipo na timu ya taifa ya Tanzania.
hatukuanza vizuri. Nakumbuka hicho kipindi, na tulibadilika na tuliheshimu mchakato. Bila shaka tunaheshimu utofauti na tunataka kuwa tofauti, na naamini kuwa tutakuwa sawa katika ligi hii na kuiweka KMC katika nafasi za juu. Tumejiandaa vizuri kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa. Tunajua tumeweza kupoteza takriban michezo 6 ya NBC Premier League, lakini kwa jinsi tulivyojiandaa tunapambana kwa ajili ya kupata point 3 kwa mchezo wa kesho. Kwa upande wa wakatamiwa Mtibwa Sugar, nao wamesema maandalizi ya kuwakabili watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni ama KMC yamekamilika, huku kikosi chao kikiwa na ari na morali ya juu kuelekea mchezo huo wa kesho ambao kila upande unahitaji alama 3. Naamini kesho katika mechi yetu itakuwa ni mechi ngumu. Itakuwa ni mechi ya ushindani. Walakini tumejitahidi na tumefanya mazoezi ya kutosha kulingana na kile nimepata. Na naamini katika mechi ya kesho tutakuwa na mambo tofauti mengi ambayo yatatuletea matunda mema. Sisi tunaangalia matokeo yake kama matokeo mengine. Sisi tumejitayarisha sisi kwenda kutafuta point 3 za kesho. Mambo ambayo yamemtendekea yeye ni ya kwake. Sisi tutakuja kumenyana na yeye tuone kama tunachukua pointi zetu 3. Tunajua mchezo utakuwa mgumu sana, sababu KMC ni timu nzuri, ila imepitia wakati mgumu tu kupata matokeo. Kwa sisi tutawaheshimu kama wao, lakini pia sisi katika upande wetu wachezaji maandalizi yameenda vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kichobaki kwenda kuyafanya yale ambayo amefanya mwalimu katika mazoezi, kuyapeleka kwenye mchezo wa kesho. Tukiwa kusanya kodi sasa, afisa habari wa TNA United Christina Mwagala ameeleza maandalizi yao kuelekea mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania na kwamba wamejidhatiti kuendeleza kile walichokifanya kwenye ushindi dhidi ya Tanzania Prisons. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kinaendelea katika timu yetu, na tumesafiri salama kutoka Tabora tangu tulipocheza mechi yetu siku ya Jumamosi dhidi ya Tanzania Prisons, tukapata ushindi wetu wa kwanza. Na tupata ushindi wa goli 1-0, goli ambalo limefungwa na Ramadhani Salum Chobwedo. Kwa hiyo jana asubuhi tumewasili hapa Dar es Salaam. Tuna mechi nyingine siku ya Jumatano tarehe 26. Mechi ambayo tutacheza saa 12 jioni katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na tutakuwa ugenini dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo maandalizi, jana hatukuwa na program ya mazoezi. Kwa hiyo leo asubuhi tumefanya program ya mazoezi, na kesho tutafanya mazoezi jioni katika uwanja husika wa mechi kwa ajili ya kujiweka vizuri. Na tupo katika ule muendelezo wetu wa kusema kwamba tunajenga timu baada ya kuwa na kocha mkuu TN Ndairagije ambaye amekuwa na timu mpaka sasa hivi ana takribani kama wiki moja. Kwa hiyo ni muda wetu sasa sisi management kumpa ushirikiano kocha TN pamoja na wachezaji ili tuone tunavukaje. Wakati haya yakiendelea, klabu ya JKT Tanzania imefanya siku maalumu na waandishi wa habari kama sehemu ya kujuzana tathmini ya ligi, ikiwa pia ni pamoja na maandalizi kuelekea mechi ijayo ya ligi kuu NBC baada ya mwanzo mzuri waliokuwa nao mpaka sasa. Taarifa kamili na mwenzetu Hadija Halifa. Baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya KMC Football Club, timu ya JKT Tanzania leo iko hapa kwa ajili ya kuongea na waandishi wa habari, ikiwa ni siku maalum kubadilishana mawazo pamoja na kupeana mikakati kwa ajili ya msimu huu wa NBC kwa mwaka 2025-26. Nimezungumza na ofisa habari na mawasiliano wa JKT Tanzania pamoja na baadhi ya wachezaji ambao wameelezea namna ambavyo siku ya leo ina umuhimu kwao, lakini pia maandalizi yao kuelekea mchezo wao ujao dhidi ya TRA United, mchezo ambao utachezwa hapa katika dimba hili la nyumbani la Meja Jenerali Isamuhyo. Ligi na ushindani, ukiangalia sisi mechi ambazo tumecheza, tumeshinda mechi 2 na mechi zote hizo tumecheza ugenini, na tumepoteza mechi 1 na hizo nyingine zilizobaki tumetoka sare. Sasa ukiangalia mwenendo huo ni kwamba ligi na ushindani. Ligi si ya mtu mmoja. Ligi haiaminiki kwamba lazima uwe bora ili uweze kupata matokeo yaliyo bora. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na
kwa makosa ambayo yalitokea kwa mchezo uliopita. Mwalimu kayaona, kwa hiyo tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi. Mazoezi tumeanza jana. Mwalimu yenye mazuri kaendeleza nayo, kwenye makosa katusawazisha ili asije kujitokea tena kwenye mechi ijayo hapo Jumatano na TRA. Ingi ndio ushindani mkubwa, ukiangalia katika Afrika ni nafasi ya 5 au ya 4 kama sikosei. Kwa hiyo ligi nzuri na ushindani mkubwa. Ndio maana na kila mechi watu wakikutana kama finali, wanaweza kukuta mtu katangulia, mwisho siku mechi inaisha 1-1, 2-2, watu wanatafuta matokeo kila siku. Naamini mchezo na Simba tulifanya makosa, ndio maana tukaweza kupoteza, lakini walimu walikaa wakaweza kuturekebisha. Mchezo unaofuata tukapata ushindi dhidi ya KMC. Na imani hata kama tumepata ushindi, lakini kuna makosa baadhi ya yani tulikuwa tunayafanya. Kwa walimu siku ngapi hizi tutakaa na kurejea vyote tulivyo ambavyo sio sawa ili tuweze kushinda mchezo unaofuata. Nikukumbusha tu ndugu mtazamaji wa Azam TV kwamba mchezo unaofuata kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA United utachezwa Novemba 26 katika dimba hili la Meja Jenerali Samuyo na utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Hakikisha unalipia mapema ili kuweza kuepukana na usumbufu wa kimtandao. Kutoka hapa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Mbweni jijini Dar es Salaam, Khadija Khalifa, Azam Sports. Naam, naendelea kutazama mshike mshike. Twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike. Kikosi cha Coastal Union Wagosi wa Kaya kimejipanga vizuri katika kuhakikisha kinapata matokeo mazuri kwenye mchezo wake unaofuata dhidi ya Mbeya City utakaochezwa Jumatano hii kwenye dimba la CCM Mkokwani pale Tanga. Taarifa kamili na Mariam Shedafa. Ni kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union kikiwa kwenye mazoezi kuelekea mchezo wake na Mbeya City ambao utachezwa hapa kwenye dimba la CCM Mkokwani. Nimezungumza na afisa habari wa timu hii ambaye amesema kwamba timu iko imara na wanaimani wataibuka na alama 3 kwenye uwanja wao wa nyumbani. Bana, maandalizi yamekamilika kwa asilimia takriban 80. Kikosi chetu tayari kinaendelea hapa kujiweka sawa, ikiwa tumebakisha siku moja ambayo ni kesho. Jumatano tunashuka dimbani dhidi ya Mbeya City. Kuna taarifa ya muhimu hapa ya kuwajuza mashabiki wa Coastal Union na wanachama na wadau wa mpira kwa ujumla. Kutoka saa 2:30 usiku ambapo ilikuwa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City uchezwe, kuna mabadiliko ya muda, tutacheza saa 8 kamili mchana. Tumepokea mabadiliko kutoka bodi ya ligi na sisi tutatekeleza hilo jambo. Kwa hiyo Jumatano saa 8 kamili mchana ndio filimbi ya muamuzi italia hapa kuanza mchezo wa ligi ya NBC dhidi ya Mbeya City. Tunafahamu mchezo wa mwisho kucheza nyumbani kwa dhidi ya Fountain Gate tuligawana alama na kuchukua alama 1. Kwenye mchezo unaofuata Jumatano dhidi ya Mbeya City tumepania kwamba hii tunaitaka na tutaipata. Coastal Union Wagosi wa Kaya inaingia kwenye mchezo huu ikiwa na alama 5 huku Mbeya City ikiwa na alama 8. Kutoka hapa kwenye dimba la CCM Mkokwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Naam, tuendelee kuangazia kwa undani kidogo kuhusiana na mechi hizo za ligi kuu NBC na ratiba itakavyokuwa, na muda unaungana na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini. Philip, karibu. Wakati tunaingia nimkumbushe mtazamaji, Novemba 25 KMC watakuwa mzigoni dhidi ya Mtibwa Sugar Fountain Gate saa 10 kamili jioni. Novemba 26 dhidi ya Tanzania Prisons ama Wajelajela. Lakini JKT Tanzania saa 12:15 jioni dhidi ya TRA United. Kwa Coastal Union ikiwa CCM Mkokwani pale Tanga saa 2:30 usiku watakuwa mzigoni dhidi ya Mbeya City. Hizi ni baadhi ya mechi kubwa ambazo utapata wasaa kuzishuhudia moja kwa moja kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Tunataka kufanya ni kufuatilia
michezo hii. Sasa kuna KMC na Mtibwa. Nadhani hapa ndo pana mjadala mkubwa zaidi kwa sababu baada ya kupoteza takriban mechi 6 mfululizo amekalia kutikavu pasi ya shaka. KMC matokeo yake sio mazuri kwa sababu ameshapoteza mechi 6 na alishinda mechi yake ya kwanza tu dhidi ya Dodoma. Anaenda kucheza na Mtibwa. Mtibwa naye bado hayuko salama sana. Ingawa kinachomsaidia Mtibwa amecheza mechi chache kuliko KMC. Ana pointi 5, huyu Mtibwa ana pointi 5, KMC ana pointi 3. Wote wako kule chini. Lakini kinachowaokoa ni kwamba kwenye ligi pia timu zingine hazijakusanya pointi nyingi sana. Yaani huyu KMC akishinda mechi yake ana uwezo wa kusogea mpaka nafasi ya 6 kwenye msimamo. Wakati Mtibwa akishinda ana uwezo wa kufika mpaka nafasi ya 7 au ya 8. Kwa hiyo bado wana nafasi kwa sababu timu nyingi zimechukua nusu ya pointi ambazo walitakiwa kuchukua. Timu inayoongoza na pointi 12 ilitakiwa ipate pointi 21. Kwa hiyo unaona bado kila timu ina nafasi ya kusogea huku juu zaidi. Haya, shukrani sana. Tupata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Maximo naona mambo ni magumu lakini ana nafasi kesho ya kuendelea kuonyesha ubora wake ndani ya kikosi hicho cha watoza ushuru wa Manispaa ya Kinondoni. Bwana, Ijumaa ya Disemba 26 mwaka 2025, Afrika na dunia inakwenda kushuhudia usiku wa burudani ya masumbwi uliopewa jina la Boxing on Boxing Day utakaofanyika kwenye ardhi ya Tanzania, ukumbi wa Warehouse Masaki, Dar es Salaam. Miongoni mwa mabondia watakaokipiga kwenye mapambano hayo ya utangulizi ni pamoja na Osama Alabi kutoka Mtwara atakayezichapa na Ali Mazome wa Morogoro. Osama Alabi maarufu kama Osama Korosho rasmi ameweka kambi Manzese, Dar es Salaam, akijifua vikali kutafuta ushindi wa technical knockout ama KO, ambapo pamoja na mambo mengine ameomba mashabiki wake kuendelea kumuunga mkono ili ikawe siku njema kwake kwa kupata ushindi mfululizo. Bwana, mimi kwa majina naitwa Osama Alabi Mkondoa aka Osama Korosho. Napenda kuwataarifu wa Tanzania au wapenzi wa ngumi na wadau wote kwenye tasnia hii ya ngumi. Mimi kijana wao niko fiti kabisa kumkabili Ali Mazome. Lakini pia napenda kuambia wa mashabiki wangu kitu muhimu kwanza ni dua. Ili tufike dua ili tuweze kufika mwezi wa 12 tarehe 26. Mimi naamini Mtwara mabegani, Manzese mikono juu. Kwa hiyo nitaambia bwana, kwa jina naitwa Saburi Shabani Mwingila. Bwana, sisi tumejiandaa vizuri. Kikubwa bwana, kijana wangu yupo vizuri na mambo yamekaa vizuri sana. Osama Alabi, yani huyo bondia jinsi atakapokuja ndivyo tutavompokea. Yani ajitahidi aweze kumaliza, lakini kiukweli kwa sasa hivi tumeamua kufanya mazoezi magumu sana. Kocha huyo akimaliza hivyo kuhusiana na kijana wake. Tusubiri Boxing on Boxing Day. Tukisalia hapo, kwa baadhi ya mashabiki wa bondia huyo wameonyesha imani kubwa na Osama Korosho kuwa wanakwenda kudhihirisha ubora wake. Kwa jina anaitwa Eliudi Ambokile Mwakapala. Yaani kwa jinsi alivyojiandaa Osama, bwana mpinzani, kama ulikuwa umenadaiwa kodi, unadaiwa hela vikoba, hii imekuponza mwanangu. Yaani uko fiti kali kiti. Alafu nadhani watoto wa Molo sio wanatujua. Yani kwa ufundi, kwa akili, kwa tekniki si atuchekeshi mjomba. Kama una hela kodi umekopa, kama una vikoba mjomba rudisha. Tunachinja mjomba. Bwana, kwa majina naitwa Audi Kilale, natokea Manzese. Kwa kifupi, raundi ya kwanza ndio kumaliza mchezo. Hatuna jambo la kulemba. Bondia wetu tunamkubali kama tishu, tulikasfu tumeshamaliza. Hatuna mambo mengi. Tukamilisha na hili, nahodha na goalkeeper mkongwe wa Al Ahly Mohamed El Shenawi hati kukosa mchezo wa Jumamosi, yani Novemba 29 dhidi ya AS FAR Rabat ya kule Morocco kunako ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu za majeraha. Al Ahly ambao ni vinara wa kundi B watasafiri kuelekea Morocco kufuata AS FAR Rabat ya kule Morocco kwenye mchezo wa pili hatua ya makundi. El Shenawi mwenye umri wa miaka 36 alilazimika kutolewa uwanjani dakika 79 wakati wa mchezo wao wa Jumamosi walioshinda magoli 4-1 dhidi ya JS Kabylie kufuatia kupatwa na maumivu ya msuli. Daktari wa Al Ahly Ahmed Gaba amethibitisha majeraha ya nyota huyo licha ya kutoweka wazi kuwa atakosekana kwa muda gani. Na hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha mshike kwa hii leo, lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umekuwa nasi mwanzo mpaka hapa ambapo tunakwenda kumaliza. Takuwa mchoyo wa fadhila kama nitaondoka pasina kukumbusha japo kwa uchache tu nini ambacho tulikuwa nacho hii leo. Tuliokuwa nayo ni pamoja na haya. Mabingwa wa soka la Tanzania Young Africans waifuata JS Kabylie Algeria ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnyama Simba apania kugawa dozi licha ya kuanza vibaya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika.
Na golikipa wa kutegemewa kunako kikosi cha Al Ahly El Shenawi huenda akakosekana mchezo dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco. Mwisho wa mshike leo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ni Kennedy Moses. Usiku mwema.